Haki imepatikana. Haki walioitaka Yanga maana wao ndio walitaka watu wajiuzuru na wakae pembeni. Na nadhani kwenye mpira wetu haki wanaoitaka Yanga ndio huwa inakuwa. Kwa haki imepatikana kwa tafsiri hiyo. Kwa tafsiri kwa maana kwamba haki haijapatikana kwa wanamichezo. Kwani wanamichezo walikuwa wanatafuta haki ipi? Watu walikuwa wanahitaji maamuzi. Kwamba jambo likoje na maamuzi yanaonekana sio watu. Yanga ndio walikuwa wanahitaji maamuzi, watu wajiuzuru. Kwa watu wamejiuzuru. Na inawezekana hajaridhika sana kwa sababu labda Kidau amebaki leo. Lakini you never know, labda ni swala la muda tu kwamba na yeye atanyolewa kama enzi. Lakini ni maamuzi ambayo kwako umeyapokeaje yaliyofanyika yaliyotokea? Nimeyapokea kama yalivyokuja tu kwa sababu at no point mimi nishai kutegemea kwamba kile ambacho watu wanakiita kwamba wanaupigania mpira wa Tanzania ndio kilivyo, ni interests tu. Yule kwa hiyo Yanga ndio wamepata interests zao, haimaanishi kwamba haki imepatikana. Kali umesikia hiyo? Ya, nimesikia na huu mjadala ni mzito kwa kweli. Kabisa. Na yote kwa yote tarehe ya mchezo tayari imepangwa. Ni Juni 25. Tunaifahamu wote kwa pamoja na kwa uzuri kabisa. Lakini nitakuja kwako Ashirafu Jeyara, nitakuja kwako Evans, nitakuja pia kwako Hans Rafael. Mimi bado nipo kwa Kamanda. Umemsikiliza Mzee Mguto akizungumza kwa uzuri kabisa. Yeye amesema kukaa kwake pembeni, anataka mpira uendelee, na vile ameenda mbali zaidi akibainisha kwamba watu wasifanye kazi kwa mazoea. Katika hali ya kawaida tu kwenye uongozi wao, nafikiri walikuwa wanafanya kazi kwa mazoea, na ndio maana ilivyofika hatua Young Africans walisema hawana imani na bodi ya ligi. Kwanza kabisa unajua kufanya kazi kimazoea sio kitu kibaya. Naam. Kwa sababu hakuna mtu duniani ambaye afanyi kazi kimazoea. Mfano mzuri wewe ni mazoea yako kwamba utafika ofisini saa 1. Ikifika saa 2 kamili utakaa kikao. Na saa 3 ikifika utaingia studio kufungua kipindi. Ni mazoea. Lakini yasiathiri utendaji. No. Sasa huko kwenye kuathiri utendaji, kuna wakati hata kitu kizuri kinaweza kikaathiri utendaji. Kwa hiyo inategemea tu nini kimetokea na kimetokea kwa athari kiasi gani. Lakini kwa muktadha wa aliyozungumza Mguto, kwanza kabisa mimi sikubaliani naye kwamba eti amejiuzulu ili mpira uchezwe, kwa sababu Yanga hawakuanza. Haya maamuzi yalitoka lini? Ijumaa au Jumamosi? Ijumaa. So Yanga hawakuanza kumtaka Mguto ajiuzulu Ijumaa. Kwa hiyo kama kweli yeye amejiuzulu ili mpira uchezwe kama anavyosema, there was ample time ya kufanya hivyo kabla ya Ijumaa. Yes, lakini we all know kwamba ni maamuzi ya shinikizo. Sio maamuzi ambayo anybody at TFF au bodi ya ligi alitaka yatokee, kwa sababu kama wangekuwa kweli wanataka maamuzi yatokee, we wouldn't get hapa tulipofika. Sawa. Kwa hiyo lazima kuna shinikizo limetoka. Sehemu gani? Unadhani ni sehemu gani imetoa shinikizo? No, siwezi kuelewa. Kwa limetoka Yanga, kwani wao wanataka watu wajiuzuru. Maana ndio kila kitu kilikuanzia shinikizo limetoka Yanga. Lakini kama Yanga walianza kushinikiza mwanzo na wakufanya maamuzi na wanakuja kufanya maamuzi mwishoni, shinikizo la Yanga limekuja kupata uzito mwishoni. Basi labda ile kauli ambayo huwa tunaambiwa kwamba Yanga ni lidude likubwa, inawezekana ni kauli ya ukweli. Na wewe unaliona? Umeliona kama ni kweli? No, mimi it's macho yangu mimi hayajalishi, lakini ndio uhalisia. Wao si ndio wanataka watu wajiuzuru na watu wamejiuzuru bwana. Kwa hiyo watu wengine wote wanachotaka hakina msingi. Kile wanachokitaka Yanga ndio kina msingi. Kabanda, kwa namna unavyozungumza inaonekana kabisa hujakubaliana na Mzee Mguto na Kasongo kuondoka katika nafasi zao. Umelielewa jibu langu sijui. Nimekuelewa vizuri sana. Kama Kasongo kweli alikuwa anataka mpira uchezwe. Ile Machi 8 ile. Ama wakati ambapo, kwa sababu nadhani matakwa ya Yanga kwamba watu wajiuzulu ni baada ya kwenda CAS na kesi yao ya CAS. Hiyo narrative ile ya kwamba Yanga watacheza mechi mtu akijiuzulu ilikuanza. Sawa. There was enough time kwa hawa viongozi wa bodi ya ligi na TFF kukaa pembeni. Lakini
hiyo ni kama wao wenyewe katika nafsi zao wangekuwa wameona kwamba okay, hapa mimi nitakaa pembeni, whether ni kwa sababu mimi ndio tatizo ama ni kwa sababu mimi sikubaliani na kile kinachoendelea, so I'll step aside. Sawa. Manake kama kina Hans na wenzie walikuwa wanasema kwamba Yanga hawatocheza mpaka watu wajiuzulu. Watu wamejiuzulu hao, lakini timing ya maamuzi ndio itakuonyesha kwamba ni maamuzi yao au sio maamuzi yao. Lakini at the end of the day, mimi naweza nikarudisha swali kwako. Naam. Do you really think kwamba matatizo yote tulikuwa tunayashuhudia kwenye bodi ya ligi yalikuwa yanaletwa na Mguto pamoja na Almasi Kasongo? Hapana. Then basi matatizo hayawezi kuisha kwa kuondoka kwao. Sawa. Kwa sababu hata kwenye vilabu pia kuna matatizo chungu nzima. Sasa nikipitia barua ya bodi ya ligi kuu Tanzania imeusogeza mbele mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja Benjamin Mkapa Juni 15, 2025 kuanzia saa 11 jioni. Mchezo huo sasa utafanyika Juni 25 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 jioni. Bodi inazitakia maandalizi mema klabu ya Yanga na Simba kuelekea mchezo huo. Na Hansi, kwenye hii barua nikisoma hapa, haijatolewa sababu ya kusogeza mbele huu mchezo, ama sababu unaijua kulingana na hii barua? Well, salama. Tuko vizuri. Kwanza namshukuru Mungu kwa kunifikisha salama leo. Naam. Hii siku nilisubiri kwa hamu sana. Naam. Nilijua itachelewa lakini itafika. Unajua siku zote uongo huwa unapanda ngazi. I mean huwa unapanda lifti. Uongo unapanda lifti and then ukweli huwa unapanda ngazi. Kwa hiyo siku zote uongo huwa unawahi kufika na ukweli huwa unachelewa kwa sababu unapanda ngazi. Naam. Lakini ukweli ukifika kila kitu kinatamatika. Unamaanisha nini kusema hivyo? Uongo ulikuwa ni mwingi kwenye hili sakata. Okay. Propaganda zilikuwa ni nyingi. Upotoshaji ulikuwa ni mkubwa sana kwenye hili sakata. Mpira wa Tanzania ulikuwa unanajisiwa. Tulikuwa tumefika pointi ambayo hatuelewi ni nini ambacho kinaendelea. Lakini namshukuru Mungu, mimi ni miongoni mwa watu ambao wamesimama kutetea mpira wa Tanzania. Naam. Na haki imepatikana. Naam. Kwa umri wangu mdogo natakiwa kujisifia kwa sababu sio jambo dogo. Umeokoa mpira. Umeokoa mpira wa Tanzania. Na I'm so happy. I'm so happy kwa sababu vita ilikuwa ni kubwa sana. Well, unajua Watanzania walikuwa wanasubiri kuona nani anazungumza ukweli, nani anaeneza propaganda. Na Watanzania wamejua. The issue ni kwamba haki imetendeka na mpira umeshinda. Hili sakata ilianza tarehe 8 mwezi wa 3. Simba walitengeneza mtego ambao bodi ya ligi waliingia wakauvaa. Mechi ikaahirishwa pasipo kanuni zozote kufuatwa. Okay. Ijumaa maamuzi yametoka baada ya pande zote tatu kuwekwa chini na kusikiliza. Waliohusika kuahirisha hiyo mechi pasipo kufuata kanuni yamewakuta ya kuwakuta. Kasongo, Mguto out. Kwa nini mliahirisha mechi pasipo kufuata kanuni? Tunaanzia hapo. Kwa nini mliahirisha mechi pasipo kufuata kanuni? Mnataka kuharibu mpira. Licha kwamba kwenye taarifa yao kanuni waliandika ile pale. Ule ulikuwa ni uongo. Ile ilikuwa ni kuwafunga watu macho. Kiini macho kwa sababu ya Simba kutofanya training a day before haisababishi mechi kuahirishwa. Okay. Kwa hiyo tunatokaje? Ngoja tuweke viashiria vya rushwa, ngoja tuweke masuala sijui ya uvunjifu wa amani ili tutoke angalau tuwe na sababu ya msingi. I mean, sehemu ambapo limeamuliwa kuna kila aina ya uchunguzi. Yani kuna kila aina ya wataalamu. Ukweli lazima ujulikane kabla ya maamuzi yenyewe kufanyika. So waliohusika
kunajisi mpira kwa kuahirisha mechi pasipo kufuata kanuni limewakuta. Okay, wameisha wote. Nitakuja kujibu swali lako baadaye. Okay. Tuendelee. Wataisha baadaye, ni swala muda. Tuendelee po Mkai. Wanataka. Tuendelee po. Sawa. Sasa tuende taratibu. Sawa taratibu. Muda tunao. Swali langu la msingi bado hujalijibu. Umeanza vizuri, nimekuelewa vizuri kweli kweli. Mchezo umesogezwa mbele mpaka Juni 25. Bodi ya ligi walivyoahirisha mchezo wa Machi 8 waliandika sababu. Lakini huu mchezo hakuna sababu ambayo naona hapa kwa nini mchezo umesogezwa mbele. Hili nalo pia naendelea kuwapa maswali hapa bodi ya ligi. Binafsi nadhani hili ni swali ambalo bodi ya ligi wangeweza kukujibu vizuri kwa sababu wao ndo wameahirisha mechi. Lakini kwa macho ya kawaida bodi ya ligi hiyo iliahirisha mechi ya tarehe 8 pasipo kufuata kanuni. Na wananchi wamegoma kucheza mpaka haki yao ipatikane. So mpaka Alhamis kuelekea Ijumaa wananchi walikuwa wapeleki timu uwanjani. Uwezi kufanya maamuzi afu kawaambia Jumapili pelekeni timu kwa sababu timu haijajiandaa, yani haikuwa na plani ya kucheza dabi. So kama unatoa maamuzi kama hayo kwamba waliofanya makosa wameadhibiwa, means mechi inabidi usogeze mbele, timu zote zipate nafasi ya kujiandaa kwa sababu tunahitaji fair competition. Okay. Ni maoni yangu hayo, lakini nadhani wenye majibu kamili ni wao bodi ya ligi. Wananchi walisema hatuchezi mpaka waliohusika na uhuni wakae pembeni. Hatuchezi imeondoka na watu wawili. Lakini kuna sakata ambalo limetokea majuzi la fedha. Okay. Hilo tutakuja kulizungumza. Na lenyewe litaondoka na watu. Kwa kujibu swali lako even though kuniuliza mimi. Unajua picha tunayoipata hapa ni kwamba kanuni zipo. Ila Yanga wanahitaji kuzielewa. Okay. Yani Yanga wasipoelewa kanuni ni tunahesabu kama kanuni hazipo. Lakini wakizielewa wao zinakuwepo kwa sababu ukiangalia kanuni ile iliyotumika kuahirisha mchezo wa tarehe 8 ndio the same kanuni iliyotumika kuahirisha mchezo wa tarehe 25 wa tarehe 15. Watu ambao wako ndani ya ile mamlaka iliyofanya hayo maamuzi they are the same people. Mtindo aliotumia ni ule tu. Ila kuna tofauti moja hapa ambayo unaweza ukaiona. Nadhani umeona Simba wao wamekaa kimya, hawajalalamika kama wapo watu wanalalamika. Watalalamika nini wakati ndo walianzisha hili zogo mpaka tumefika hapa? Kuna watu wanalalamika ni mashabiki peke yao. Lakini wao wameamua kwamba haimsaidii mtu yeyote kuanza zile tunasema manhood measuring contests. Umeelewa? Lakini picha tunayoipata hapa ni kwamba Yanga wao wakiridhika na jambo halina shida yoyote. Crown Media. Hapa ni nyumbani.